Mechi hii ni ya kawaida kwenye jicho la mashabiki. Yani ukiangalia kwenye fan base eye, yani mashabiki na macho yao yanavyojaribu ku-evaluate performance ya mchezaji mmoja mmoja, lakini kwa timu nzima inaonekana ni mechi ya kawaida kabisa, kwa sababu kwanza unaona ilikuwa haivutii, lakini ukiacha kutokuvutia, jana ukawaida huko kwenye maeneo gani? Hakuna timu iliyokuwa na uwezo wa kucheza pasi 12 mpaka 15 kabla hawajanyang'anywa mpira. Maana yake nini? Hakuna timu iliyokuwa na uwezo wa kucheza ikakaa na mpira ndani ya dakika 2 na sekunde hata 50. Yaani mkijitahidi dakika moja mmeshapoteza nafasi. Lakini ukiacha hivyo, hata dakika moja kuimaliza ilikuwa ni ngumu, kwa sababu kulikuwa kuna tactical issues ya kupiga mipira mirefu, na ndio maana hukuona build up zinatengenezwa. Hiyo inapunguza credit ya ubora wa mechi kwa shabiki ambaye anaiona kwa macho ya kawaida. Lakini pia jana hukuona individual brilliant, yani ule mchezaji mmoja mmoja anaweza overlap kuanzia kwenye penalty area. Unajua tuna penalty area, halafu pia eneo la penalty, lakini pia tuna 18 yard, kwa maana eneo la 18 ambalo mchezaji ana uwezo wa kuoverlap na mpira mpaka kaingia kwenye penalty box. Mimi sasa hao wote ukuwaona. Kwa Yanga wanao wachezaji wa kufanya hivyo. Mfano wana mtu kama Pacome Zouzoua alikuwa ameanza, lakini hukumuona akijaribu kufanya dribbling, kwa maana ya kwenda na high speed kwenye eneo la 12 la Azam. Ulikuwa umuoni Arani Okelo, ukiacha kupiga long pass za magoli alizokuwa anapiga, kudribo mpira kwenda kwenye eneo la penalty box, hakupata nafasi hiyo. Maana yake hii inapunguza credible ya ubora wa timu ya ubora wa timu ya Yanga, kwa baadhi ya wachezaji kufika kwenye eneo la kufika moja kwa moja kwenye eneo la penalty box, ambalo lingewafanya mechi ionekane na ubora mkubwa. Lakini hata ukirejea kwa Azam, Yahya Zaid, Faisal pamoja na Idi Suleiman Nado, hawa wachezaji wote wana kasi, wana speed, lakini ukimwacha Faisal ambaye yeye alikuwa na uwezo wa kuhodi mpira kwenye eneo la midfield, eneo la katikati, lakini kusafiri na mpira mpaka akafika kwenye penalty box ilikuwa ni hakuna. Idi Suleiman Nado tunajua anafanya lansa, anakimbia, jana alikuwa hawezi kufanya hivyo. Mara kadhaa ulikuwa unamuona alikuwa anakuja kucheza dimba la chini deep kwenye eneo la katikati kwenye cycle ya mduara, ndio alikuwa anaanzia hapo. Ukimwangalia zaidi, ndio alikuwa amepewa jukumu mama la kuhakikisha kwamba hakai mbali na Himidi Mao, ili kutokuwafanya Dar es Salaam Young Africa kunufaika na performance ya wachezaji wao walionao ambao ni wakubwa. Kwa hiyo kwenye eneo hilo ikawa hivyo. Lakini sasa ukiacha hapo, kitaalamu hii mechi ilikuwa ni bora sana kimbinu. Yani kwa mtu ambaye ameitazama kwenye football analysis kimbinu, mechi ilikuwa ni nzuri na tamu kweli kweli, kwa sababu kimbinu unaweza ukasema kwamba toka dakika ya kwanza inaanza Florent Ibenge alishamshinda kocha wa Dar es Salaam Young Africans kwa zaidi ya 60 kwa 40. Yani wakati mechi tu inaanza unaiona Azam kimbinu ilikuwa inacheza vizuri zaidi kuliko Dar es Salaam Young Africans kwa percentage za 60 kwa 40. Kwa nini nimezungumza hivyo? Kwa sababu technically ukiangalia eneo ambalo Azam sasa walikuwa bora, na ndio maana Dar es Salaam Young Africans hawakuweza kupata nafasi ya kwenda kupata magoli kwenye maeneo mawili. Moja, defensive organization, namna madefenders wa Azam walivyokuwa wanacheza na walivyokuwa wamechora mchoro wanachezaje, kwa sababu kwenye kudefense professional tuna defense kwa aina mbili, na sasa hivi imeongezeka nyingine ya tatu. Tuna defense kwenye zono, kwenye mstari, ili kuhakikisha kwamba hamna mchezaji mnayeweza mkampa space, mkampa uwazi akafunga. Mnatengeneza mstari wa kwanza, wa pili mnakaa kwenye line ambayo inakuwa imenyoka. Tunasema mara kadhaa zinaitwa zone marking. Lakini kuna muda mwingine tuna defense kwenye man to man marking, kwa maana kwamba mpo kwenye mstari lakini mnahakikisha mchezaji fulani hatembei, kwa maana kwamba Arani Okelo asitembee ama Pacome Zouzoua atembee. Ni aina za defense. Lakini sasa hivi imeongezeka ya tatu kitaalamu kwenye football as a pure science. Timu nzima inashiriki kujilinda, kwa maana teamwork kwenye timu. Ili msifungwe magoli, mnahitajika kutengeneza mchakato mkubwa wa timu yenu kuwa na teamwork, kwa maana kwamba panapohitajika